Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya, karibuni sana mnaoendelea kujiunga na kipindi. Ninafurahi kuona mkijiunga na kipindi, na kwa namna ya pekee tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha kukutana kwa namna hii baada ya mizunguko ya kazi na majukumu mbalimbali. Bwana ametuwezesha kuungana kwa njia ya mtandao ili tuweze kujifunza pamoja. Kwa hiyo ninaona watu wengi wakiendelea kujiunga. Namshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Tutakapofika saa 3:06 tutaanza utambulisho na ratiba zitaendelea. Karibuni sana, tuwe watulivu na muda si mrefu tutaanza. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha tokea Atape ST katika kipindi cha Nguvu ya Maarifa. Tunamshukuru Mungu kwa mada ya leo ambayo inasema wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho. Tumebarikiwa kwa namna ya pekee kuwa na walezi wetu ambao Bwana amewapatia fursa ya kutuhudumia leo. Tutakuwa nao mzee Richard Rupili, mzee Obedi Bigambo na mzee Adin Mgendi. Wote hawa ni walezi wa Atape conference ya EST. Tunawaombea Bwana aweze kuwatumia kwa namna ya pekee tunapoenda kuanza kipindi hiki. Karibuni wote, na kabla hatujaanza tuweze muombe Engineer Regan Mchome, kama ananisikia, aweze kutufungulia kwa ombi. Karibu Regan. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi ya kipekee ya kukutanika tena katika masaa hiki kwa ajili ya kipindi hiki cha Nguvu ya Maarifa. Tunapokwenda kuanza mada zetu, tunakuomba ukae pamoja na sisi, ukatuongoze, ukatusimamie. Ni katika jina la Yesu tumekuomba. Amina. Amen. 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 Amina. Asante sana, na kwa sababu muda unasogea, niweze kuwakaribisha wazee waweze kuendelea. Karibuni sana. Asante mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Na kama mwenyekiti alivyosema, leo kipindi chetu hiki tutakuwa watatu, na tutaiwasilisha, wasilisho yetu itakuwa kwa namna ya panel. Na kabla ya kuendelea, kwa manufaa ya kufahamiana zaidi, mwenyekiti ametaja wazee, isije kabaki wazee tu ndio inabaki katika kumbukumbu zetu. Ni waruhusu wenzangu, Elda Rupili, unaweza kujitambulisha kidogo watu wakufahamu, na Elda Bigambo ukifuatia. Nipenda kuwashukuru wote waliohudhuria. Mie kwa jina naitwa Richard Rupili, ni mhandisi. Ni mhandisi wa siku nyingi. Nilipata shahada yangu ya kwanza katika civil engineering mwaka 72, na baadaye nikaenda kwa ajili ya masomo zaidi katika chuo cha Aston, Uingereza, kwa ajili ya masters in construction management na economics. Nimefanya kazi katika tasnia ya ujenzi katika kipindi chote hiki, na kanisani nilikuwa na shughuli mbalimbali, lakini nilijiunga na kanisa kwa mara ya kwanza kabisa nikiwa na umri wa miaka 41 mwaka 1988 mwezi Disemba tarehe 17, na nimedumu kuwa mwaminifu, naweza nikasema, kanisani hadi leo hii. Ni mwanataaluma. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Elda Bigambo, karibu.
Ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mimi naitwa Obedi Bigambo. Ni na nina advanced diploma ya social work, lakini pia nina degree ya kwanza ya uchumi na maendeleo na postgraduate diploma ya uongozi kutoka chuo cha Birmingham, na degree ya kwanza nilisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, na advanced diploma nilisoma taasisi ya ustawi wa jamii. Nimetumika serikalini na baadaye nimestaafu. Kanisani nimefanya kazi nyingi tu, nimekuwa mzee wa kanisa, nimekuwa kwa huduma, nimekuwa mwazini, shemasi mkuu na vyeo vingine vingi tu kanisani. Lakini katika ATAPE pia nimehudumu kama kiongozi wa uinjilisti, lakini pia mwenyekiti kwa conference ya South Nyanza Conference na ECT, na sasa hivi wanataka wa ECT walitupatia heshima ya kuwa washauri wa ATAPE katika ECT. Karibuni sana katika wasilisho la leo. Asante dada Bigambo. Mimi msimamizi wa kipindi hiki naitwa Dini Mgendi. Kwa elimu mimi ni kwa sifa za taaluma niko kwenye telecommunication management, lakini pia nimesoma maeneo mengine ya biashara, na kwa sasa natumika kanisani kama kiongozi wa AMO, na nimetumika kwa ATAPE kama kiongozi wa mawasiliano ECT, ndani ya kanisa pia kama mratibu, na kwa sasa ni mshauri wa ATAPE ECT. Ni kwa faida ya muda ningependa tuwe na mipaka ya hoja ya leo ambayo tutaiwasilisha hapa, na mipaka hii tutaiweka kama ifuatavyo. Kwanza, tulipewa hoja inayosema wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho. Kwa hiyo yako maeneo mawili ambayo nafikiri hata wenzangu wataweza kuyaangalia vizuri, eneo la wanataaluma na wajasiriamali, lakini pia kuna maneno siku za mwisho. Inabidi tuweke mipaka ya hoja kusudi katika wasilisho letu tusije tukaenda nje sana. Hatutazungumza unabii wa siku za mwisho, hatutakwenda huko. Kwa hiyo kwa manufaa ya muda ningependa mzee Eda Bigambo labda kwa ufupi kidogo uzungumzie wanataaluma na wajasiriamali ni kina nani, na ili tuweze kuenda vizuri na hoja yetu ya leo hii. Karibu Eda Bigambo. Asante ndugu Mgendi, na kwanza niwaombe wenzetu ambao wamewasha maiki zao wazizime. Ndugu yetu Yohana Mabongo pamoja na Monica Reuben na washauri wazime maiki zao ili tuwe na usikivu mzuri. Swala ni kwamba mwanataaluma na mjasiriamali ni nani? Sitaki kwenda kwenye historia ya ATAPE ambayo inaweza katupeleka mbali zaidi, lakini niseme tu ni kwamba kwa mujibu wa katiba yetu, mwanataaluma na mjasiriamali ni mtu yeyote ambaye ana taaluma maalumu ambayo inatambulika kiserikali kwa nchi yetu na pengine nje ya nchi, lakini pia anafanya shughuli ambazo ni halali kwa mujibu wa sheria, lakini pia kwa mujibu wa imani yetu. Lakini ukisema hivyo tu hujatakoja mtazama mwana ATAPE, maana yake mwana ATAPE ambaye tunataka tumzungumze hapa au mjasiriamali mwana ATAPE ni yule ambaye kimsingi Mungu ameweka vitu vingi. Ameweka maarifa, ameweka mali, ana vitu vingi zaidi, na kwa hakika yeye tunaweza tukasema kwamba Mungu amemjalia talanta na vipawa mbalimbali ambavyo ni zaidi ya mtu mwingine. Na kwa mujibu wa Luka 14:48
Kwake huyu tunatarajia vidaiwe vingi na Mungu, lakini pia atumike zaidi kwa ajili ya Mungu na jamii, ili kuwepo kwake, wanataaluma wake na ujasiriamali wake uwe na manufaa kwa kanisa na kwa jamii inayomzunguka. Kwa hiyo kwa kweli mwanataaluma na mjasiriamali au mwanaatape ni mtu ambaye anatakiwa aonekane kabisa na ajulikane kabisa kwamba ni mtu ambaye ana vitu, ana mali, ana elimu, ana maarifa ya kila aina. Kama ambavyo tumejaribu kujitambulisha hapa, unaweza ukaona kwamba kuna vitu vya ziada kitaaluma. Sasa sijazungumza kwenye pesa, lakini basi huyo ndiye mwanataaluma na mjasiriamali tunayemtazama sisi katika ATAPE, na kwa mujibu wa kanisa letu ile amri yetu ya 4 inasisitiza swala la kazi, awe ni mtu ambaye ana kazi halali, anafanya kazi inayoeleweka, na kwa hakika kanisa linanufaika na uwepo wake ndani ya kanisa. Labda ndugu mgeni, kwa sasa nikomee hapo, labda kama kuna mwenzangu ambaye anaweza kuwa anataka kuongezea pale, karibu. Asante Lebigambo. Kwa hiyo tuwe focused. Kwa hiyo tunapozungumzia wanaatape, tunazungumza watu wenye maarifa, watu wenye ujuzi, talanta, wana mali, lakini pia hatuwezi kuliacha kundi la watumishi wa Mungu ambao wametengwa kufanya kazi za kichungaji, kwa sababu hawa pia wako ndani ya ATAPE, wana utaalamu huo. Na kama alivyosema Lebigambo kwamba kwa hawa tunategemea kitu cha ziada, na akaweka reference kwa kitabu cha Luka 12:48, kila aliyepewa vingi atadaiwa vingi pia. Sasa twende Elda Rupili, una kitu cha nyongeza? Nilikuwa na kitu kidogo cha nyongeza tu nani hapo. Kwanza nadhani tungeliacha kwamba ili neno wanaatape tujikite kwanza kwa wajasiriamali na wanataaluma. Maana wapo wajasiriamali na wanataaluma, lakini sio wanaatape. Kweli. Kwa hiyo nadhani kwamba nani mada yetu ya leo inawagusa pia wao. Karibu endelee. Sasa tunajaribu kuangalia hawa wanataaluma pamoja na wajasiriamali wa siku za mwisho. Sasa siku za mwisho mara nyingi wakati mwingine ukienda hivyo unaweza kuchukulia kama ambavyo ulitahadharisha watu kaanza kujikita katika unabii. Lakini sasa tunataka kusema tujikite tu kwamba tuseme tu katika muktadha wa wasilisho hili la leo, siku za mwisho tuziangalie katika Biblia zimeelezwaje. Cha kwanza ni wakati ambapo habari njema itahubiriwa kwa ulimwengu wote. Yaani ni mlipuko mkubwa wa injili wa mahubiri kulingana Mathayo 24:14 inaposema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo tunajikuta katika wakati huu habari njema za ufalme zinahubiriwa. Pili, itakuwa ni kipindi ambapo maarifa yanaongezeka. Ilitabiriwa hivyo katika Daniel ile 12 na aya ya 4. Alipoambiwa Daniel yafunge maneno ya unabii huu au yatie muhuri hata wakati wa mwisho, ambapo wengi wataenda mbio huku na huko na maarifa yataongezeka. Kwa kipindi tulicho nacho hiki kinatuashiria kwamba ni wakati wa mwisho, kwa sababu kumekuwa na maarifa mengi mno na yamekuwa yakiongezeka kwa kasi, kwa haraka. Kitu ambacho kilikuwa current, tuseme kwamba kilikuwa katika fashion miaka hata miwili iliyopita katika technology, leo hii kimeshapitwa na wakati. Kwa hiyo tunakwenda katika kasi kubwa hiyo katika kuna. Na pili, tumeelezwa kwa muktadha wa waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 5, anaposema siku za mwisho watu watakuwa wakujipenda wenyewe, ubinafsi utazidi, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi. Ukija kuangalia watukanaji, mambo mengi ambayo yanayofanana na hayo ukisoma katika hapo,
ukiangalia na nyakati tulizo nazo zinatuelekeza katika nyakati za mwisho. Halafu katika Mathayo ile sura ya 24 Kristo alisema kabisa kabisa kwamba maasi yataongezeka. Ukiangalia ulimwengu wetu kwa sasa hivi, kwa leo hii, kabisa kabisa unasema, unatuashiria katika siku za mwisho. Sasa unapokuja kuziangalia nyakati zetu hizi kwamba tunaishi katika siku za mwisho, sisi kama wanataaluma na wajasiriamali tuenende vipi? Ndipo neno linapokuja hapo. Wanataaluma na wajasiriamali wa nyakati za mwisho wafanye nini? Asante sana Elda Rupili. Kwa hiyo katika makapu haya mawili kuna wanataaluma ambao tumekuchawafahamu, alafu kuna kapu jingine lina siku za mwisho. Kwa hiyo tuna, kama Elda Bigambo alivyoeleza, wanataaluma wana kitu cha ziada upande wao binafsi, lakini wakiwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo kwa maneno mengine, wanataaluma wanapokuwa katika kapu la siku za mwisho lazima wataonekana, wanatakiwa kufanya jambo, na tafsiri ya maarifa yataongezeka inapofika kwa wanataaluma itakuwa tofauti na mtu mwingine ambaye anatambua juu ya maarifa kuongezeka. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mwanataaluma na mjasiriamali anapokuwa kwenye kapu la siku za mwisho utamtofautisha tu kwa sababu kwa maarifa kuongezeka anafanya nini, kwa habari njema ya kuhubiriwa ulimwenguni mote yeye anafanya nini. Kwa hiyo labda sasa Elda Bigambo tusaidie sasa wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho, tukilimit discussion yetu, is this conversation katika context yale ambayo tumeanza nayo. Hatutaenda nje, hatutazungumza unabii hapa wa siku za mwisho. Sasa wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho wafanye nini kwa yale tuliozungumza? Karibu Elda Bigambo. Ya, nakushukuru. Ukienda kwa muktadha wa kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 10, lakini pia kwa muktadha wa Luka 12 mstari wa 28, utagundua kwamba kuna mambo ambayo mwanataaluma na mjasiriamali lazima yazingatie. La kwanza, tumesema ni mtu wa maarifa. Si maarifa ambayo akisha kuyapata anakaa nayo na kubweteka nayo, hapana. Ni lazima yafanyiwe kazi, lazima yaonekane yakifanya kazi, na si kufanya kazi kwa uzembe, afanye kazi kwa bidii na kwa nguvu zake zote. Samani Elda Bigambo, umequote Mhubiri 9 fungu la 10 na Luka 14:28. Naomba niyasome kusudi tuwe na ufahamu pana. Mhubiri 9 fungu la 10 inasema, lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako. Na umekuta tena Luka 14:28, nimeangalia hapa, inasema, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia? Sasa endelea sasa kusudi tuwe tunajua kwamba ulicho quote kina maana gani. Endelea hapo. Sawa. Ya, kwa hiyo tunapokuja kwenye, kwa mfano tukienda kwenye hilo fungu la Mhubiri 9:10, tunakuta kwamba tunaambiwa tufanye kwa nguvu zetu zote, kwa sababu kuna mwisho wetu wa maisha. Lakini na mwisho wa maisha labda tuyaache, tubaki na kuamini kwamba iko siku moja Yesu atakuja pamoja, hata kama tutakuwa tumea. Lakini wakati tuko hai ni lazima tukubali kutumia taaluma zetu na talanta zetu na rasilimali zetu, si tu kwa utukufu wa Mungu na kufanya mambo makubwa ambayo yataonekana, lakini pia hata kwetu sisi wenyewe ndani ya kanisa. Tulisaidie kanisa kwa mali zetu na kwa utaalamu wetu leo nao. Nje ya kanisa, hata katika jamii tunayoishi, basi wanufaike na uwepo wetu, onyeshe watu kwamba kweli hawa ni wafuasi wa Yesu na kwamba wanakiishi kile wanachokiamini. Tuwe ni watu ambao tuko tayari kufanya kazi bila kuwa na kinyongo chochote. Tuwe ni wanyenyekevu, tuwe wabunifu, tuwe tayari kuwainua na wengine ambao wako chini hawajainuka.
maarifa yetu ya kielimu yawasaidie na wengine. Kanisani tuwe tayari kutoa semina za ujasiriamali ili watu waweze kunufaika na uwepo wetu ndani ya kanisa, kwa sababu tulipoanza tangu mwanzo nimesema kwamba aliyepewa vingi atadaiwa vingi pia. Ni lini? Ni wakati wa mwisho. Nilikupatia hiki na hiki, lakini hukufanya lolote. Kwa hiyo tunachojifunza katika maandiko ya leo ni kwamba kumbe ni lazima tutumike kanisani na kutumia mali zetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini kama wanataaluma na wajasiriamali, tusiende hovyo hovyo. Ni lazima ni watu wa mipango, tuwe na budget na kuchambua kitu kwa ufasaha wake. Kama tunataka kuanza mradi, lazima tufanye cost and benefit analysis ili tuweze kuona huu mradi utakuwa na manufaa kwa kiasi gani. Kama ni kanisa kwa mfano linataka kuanza mradi, tuseme kwa mfano pengine nataka kuanza mradi, wahi kwenda Songea nikakuta Songea pale wanajenga rest house, lakini kanisa la Songea pia lina vibanda vimezungushiwa pale hizi frameworks. Je, zina manufaa yote kwa kanisa? Wewe mtaalamu uliyeko mle ndani unashauri nini ili kanisa linufaike na vitu kama hivyo? Kwa hiyo sisi kwa kweli tunatakiwa kanisani tuwe tayari kusupport kwa hali na mali, lakini tuwaonyeshe watu ni wapi kuna upungufu na ni wapi hapaeleweki. Kwa mfano rafiki yangu Rupira amesema ni mhandisi. Kanisa linanufaikaje nake na uhandisi wake? Washiriki wa kawaida na wavutaje kwa uhandisi wake ule? Kwa sababu yao ni maarifa yaliyoongezeka. Lakini la mwisho ambalo nataka nizungumzie hapo ni kwamba tumesema maarifa yataongezeka. Kuongezeka kwa maarifa kunatutaka na sisi tushiriki katika maarifa yaliyoongezeka. Leo kwa wajasiriamali wasifanye biashara kienyeji, lazima waende kileo, kimtandao, kwa mawasiliano ya kila aina. Leo maarifa kuongezeka, ndio maana leo tunazungumza wote hapa tukielewana kwa kutumia vyombo hivi maarifa yaliyoongezeka. Tuvitumie kwa utukufu wa Mungu. Nashukuru. Asante sana Eda Bigambo. Eda Rupiri samani, katika hii kutumia fursa tunazozipata hizi kama alivyoeleza Eda Bigambo, tukiweka maarifa yetu, tukiweka nguvu zetu, lakini pia na mipango mizuri kama alivyokuoti katika kitabu cha Luka 14 fungu la 28. Unanyongeza gani hapo wewe? Nyongeza kidogo ambayo naweza kuongezea. Unajua kumekuwa na kama misconception kidogo. Sasa hapo tunaanza kuingiza ATAPE kwamba mkitaka kufanya jambo katika maarifa kule kuongezeka katika siku za mwisho, katika muungano, pooling ya resources, pooling yani kuweka ujuzi pamoja, maana mtu mmoja huwezi kuwa na ujuzi wote. Mfano amezungumzia mimi kama civil engineer, lakini nimejikita kwenye construction. Nikitaka kufanya kazi yangu lazima kwamba niwahusishe na wengine, kama ni architect, kama ni structural engineer kwa undani zaidi. Sasa hivi kuna fani nyingi na kuendelea pengine na knowledge ilivyoongezeka, kuna vijana ambao sasa hivi wanafahamu mambo mengi zaidi yamerahisisha kazi kuliko sisi tuliokuwa tukitumia slide rule huko nyuma pamoja na kuchora kwa mkono, una drawing table. Sasa hivi kila kitu kiko kwenye mtandao. Kwa hiyo ili kuweza kuzitumia fursa hizo vizuri ni kwamba kunahitajika pia muunganiko hata ndani ya kanisa, kwamba watu wakiweza kuungana ndipo hapo fursa zinapoweza kujitokeza kwa zaidi. Tumekuwa na katika mafungu haya tumesema kwamba tufanye mambo yetu kwa bidii, si kwa ulegevu, na tuwe na mipango inayoeleweka. Sasa tukumbuke kwamba kabisa ndani ya ATAPE kumekuwa na watu, kulikuwa labda na conception kusema kwamba nikijiunga na ATAPE nitapewa mtaji. Hapana. ATAPE itaongoza katika kufahamu fursa ziko wapi na inajiweka hizo vizuri. Inawezekana hapa nyuma kidogo kulikuwa na mambo hayakwenda vizuri katika kuanzisha, mwingine labda katika fursa zilionekana katika kwa mfano upande wa uwekezaji na vitu vingine kama Life Water Project kwenye SACCOS, na mambo hayakwenda vizuri. Inawezekana kabisa kwamba hatukuwa na usimamizi mzuri
kukawa na madhaifu mengine, lakini hayo hayawezi kuturudisha nyuma kwamba tusisonge mbele. Tujifunze kutokana na hayo ili tuweze kwenda mbele. Asante sana. Asante sana Eda, for the sake ya muda naomba sasa tuende haraka kidogo. Hilo nafikiri tumelieleza vizuri. Sasa wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho. Haya, Mathayo 5 fungu la 14, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Haya, wana vitu vya ziada ambavyo wengine hawana, lakini anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Unawezaje kulieleza hilo sasa? Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Hapo tunaweza kwenda, unajua kama Yesu alivyosema kwamba mji hauwezi kusitirika kama ukiwa umewekwa kwenye kinara. Sasa utakuta kwamba hao wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho, Mungu amewekeza rasilimali zake kwao, na kama Mungu amewekeza mibaraka, lazima utaonekana. Lazima utafanya nini? Utaonekana. Tumekuwa na shida kidogo, labda wakati mwingine tumepewa, tunaonekana, lakini tunaficha, hatutaki kutumia kwa ajili ya kazi ya Baba. Wengine kule hatutaki pengine kuonekana, hata kutambulikana sana sana ndani ya kanisa. Nisitumie neno ubinafsi, itakuwa nimekwenda mbali sana, lakini basi ile kusema kushare kwa ajili ya manufaa ya wote kile Mungu ambacho ametupatia, inakuwa ni shida. Ukiangalia katika hata Yesu alitoa angalizo moja ambalo mimi huwa naliona ni kali sana. Katika Mathayo 10 aya ya 32 nadhani na 33 inasema, basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele za watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Unajua, tunamkiri Yesu kwa namna gani katika muktadha huu wa mibaraka ambao tumepewa, ambao Mungu amewekeza kwetu? Pale tunapotambua na kuwa katika mstari wa mbele katika kazi ya Bwana, kutumia huo ujuzi wetu. Tusipofanya hivyo, ni kwamba naweza kusema kwamba hatumkiri Yesu katika maana, katika muktadha huo. Labda niishie hapo. Kama ni nuru, lazima nuru ionekane. Asante sana. Katika wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho, katika uzoefu wa kawaida, tuseme ukweli, tunapopanda kwa nafasi za juu, iwe kibiashara au kwa position za kazi za kitaaluma, wengi wanataaluma na wajasiriamali huficha imani zao. Na sasa tunapozungumza ninyi ni nuru ya ulimwengu kwa wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho, nafikiri kwa hiki ambacho Elder Lupia amekileta hapa, tunaona kwamba madhaifu haya ni vizuri kuyarekebisha kama mwanataaluma na mjasiriamali ndani ya kanisa. Wakati mwingine kwa nafasi tulizonazo za hizi position za juu hizi, mtu anaweza kujificha kabisa asionekane kama ni Mwadventista wa Sabato kwa mfano, na miaka yote, lakini kwa nini anajificha? Ni kwa sababu ya nafasi aliyonayo. Elder Bigambo, nafikiri pamoja na retirement yako ulioieleza, kwa miaka yako ulioishi, hatujui ulikuwa unafanyeje. Najua hata siku za huko nyuma zilikuwa na changamoto, lakini kuna watu wachache kwa nafasi zao ambazo tunatambua kwamba walikuwa na wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho, walisimama vizuri kumwakilisha Yesu. Wewe kwa nafasi yako ulishawahi kupitia nyakati kama hizi, na wengine uliowaona kumwakilisha Yesu vizuri kwa nafasi ulionayo ya mwanataaluma na mjasiriamali wa siku za mwisho?
Nashukuru nimekutana na wao viongozi wa aina mbalimbali ambao wamekuwa na nafasi za juu, lakini bado walimtukuza Mungu na kumwakilisha Mungu vizuri. Ndio mfano, na naweza kataja majina kwa sababu sio siri. Kuna mzee Kiravu ambaye wengi mnamfahamu, amekuwa mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, amekuwa RDD, amekuwa DC, amekuwa DD, amekuwa DDD katika maisha yake, lakini hata siku moja hakukana Uadventista Usabato na aliusimamia, na hata alipopewa kazi hata ushemasi kanisani alikuwa ni wa kwanza kwenda kwenye kazi ya Mungu ya ushemasi wa kawaida. Amen. Na kukwambia Amen. kuna mzee Nikolao Merea Nikolao, amekuwa DC, amekuwa RDD, amekuwa katibu na yeye na wengine kadhaa. Lakini hata mimi nitoe mfano wangu ambao nilikuwa mahali fulani kama mtendaji mkuu wa halmashauri moja, akawa anakuja rais katika wilaya yetu siku ya Sabato. Katika hali ya kawaida anapokuja rais, mtendaji mkuu wa halmashauri kimsingi ndio right hand man wa DC na ndiye anayesoma taarifa ya wilaya, kwa sababu shughuli zote za maendeleo ziko chini yake. Tukiwa kwenye kikao cha maandalizi ya rais, nilimwambia mkuu wangu wa mkoa kwamba kwa sababu anakuja siku ya Sabato hatutakuwa pamoja katika msafara, ila jioni atakapokuwa amefika Ikulu nitakuja kumsalimu na kusikia mlichokuwa mmekubaliana huko na mimi nitekeleza. Mkuu wangu wa mkoa aliniambia, Bigambo, nadhani umechoka kazi, nadhani utakuwa mwisho wako wa kazi sasa kama utaamua hivyo. Nikamwambia jambo jema, kwa sababu rais ndiye alinipa madaraka haya. Kama ataona kwamba nimekosea, basi nitarudi nyumbani kijijini kwenda kulima. Niliporudi nyumbani nikamwambia mke wangu, hatuwezi sitakwenda kwa hili. Akasema ni jambo jema kabisa, uwezo kumkufuru Mungu kwa ajili ya kazi, kwa sababu Mungu aliyekupa kazi hii ndio huyo atakayekusimamia. Kwa siku ya Sabato sikwenda kumpokea rais na wala sikuwa nao kwenye msafara. Kozi rasimaza serikali zote ambazo bwana zitumia nilizarenda kwa kanisa kwa shughuli, na mimi nikaenda kanisani. Jioni saa 1 kasoro nikaenda Ikulu kumsalimu rais. Niruhusu kuingia ndani walinzi, nikaingia ndani na nikamkuta amekaa, nikamsalimu, nikampa heshima yake kama rais. Alikuwa rais Mwinyi wakati huo. Mkuu wa mkoa akasimama akasema, huyu bwana anaitwa Obedi Bigambo, hatukuwa naye kwenye msafara, X alikwenda kanisani kusali. Ndio wangu wa mkoa. Rais akaniuliza, wewe bwana ni Msabato? Nikamwambia ndio. Akasema tunahitaji watu wa aina yako ambao wanasimamia imani zao. Mungu akubariki. Na kweli nilijisikia kwamba nina amani kubwa sana, na nikamuona mkuu wangu wa mkoa anainama. Kwa hiyo tusijifiche imani zetu, kila mtu alielewe. Na popote tunapokwenda jitambulisha kabisa kama ni Waadventista mkono. Wengi tumefika mahali tumeacha kujitambulisha kwa hilo. Lakini nimalizie tu kwa kutoa mfano mwingine pia ni wa kwangu. Baada ya kustaafu nilikwenda kufanya kazi jiji Geita. Tulipokuwa tunahojiana kama ni Sabato, walisema hatutakuwa kwa sababu tunajua utafanya kazi ya Sabato. Nikamwambia jambo jema. Naomba hivyo kwa mafunzo ya Ijumaa ili nifike jioni kesho yake niende kanisani, usoni kama nirudi nyumbani mapema nisipoteze muda wangu. Kwa hiyo siku ya Sabato asubuhi na chai kwenye kantini kwa tunakula pamoja. Baadaye nikachukua gari ambayo nikaenda kanisani kusali. Mchana nikarudi nikala, wakaniuliza kwanza kaniuliza unakwenda wapi? Nimevaa makoti. Nikamwambia nakwenda kanisani. Unajua kama kuna kazi, nikamwambia mimi niwaambia tangu mwanzo kwa ni Waadventista Msabato, kwa hiyo Sabato. Nikaenda kanisani, nimerudi mchana, wakadhani kama kwa sababu sasa ni mchana na wakanitambua hivi, mimi walinielewa hivyo, na nyewe sasa ikawa siku ya Sabato. Niseme tu kwamba wakati fulani tunakuwa na hofu isiyokuwa na sababu. Kama tutaruhusu Mungu aongoze kila kitu, atafungua kila kitu na njia zitaonekana. Na ni wengi ambao mimi nawafahamu Waadventista wa Sabato ambao wamekuwa na nafasi nzuri. Kuna mzee mmoja anaitwa Elia Mganda, mwingine utakuwa mnamfahamu, amekuwa DD, amekuwa DDD mpaka anastaafu, hakuwahi kuikana Sabato. Tena amefanya kazi kipindi kigumu wakati wa mwalimu hapo, mambo yalikuwa ni magumu zaidi, lakini bado alijiidentify na Mungu kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo sisi kama wanataaluma na wajasiriamali, na hususa wanataaluma ambao tumeajiriwa, hebu tusifunike imani yetu katika masanduku.
Badala yake tuifanye bayana na watu wajifunze kutoka kwetu na waione kwamba kweli wao ni Waadventista wa Sabato na Mungu yuko pale kuwatetea. Amina. Asante sana Elda Bigambo, asante sana. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, na kila mtu atakayenikiri mbele ya watu nami nitamkiri mbele za Baba yangu. Asante sana kwa shuhuda hizo ambazo za watu wengine ulizoziwasilisha, lakini za kwako binafsi. Kila mtu hapa tulioko humu ndani kwenye kipindi cha leo, kila mtu ana ushuhuda wake. Namuona Profesa Caroline yupo, nafikiri naye pia ana shuhuda zake. Tumekuwa tukiwa naye kwenye events zetu nyingi, na nafikiri ni watu ambao pia tunaweza kuwaona kwa nafasi zao. Lakini sasa wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho kuishi kama mifano, lakini pia kuepusha kudharauliwa kwa kwetu sisi, kwa sababu tunaweza tuishi kama mifano lakini tuepushe kudharauliwa. Hakuna kitu kibaya kama kuwa mwanataaluma, kuwa mjasiriamali huku watu wakikudharau, na wanakudharau watu, lakini pia Mungu tunayemwabudu pia anadharauliwa. Na tukumbuke pia kwamba soma Petro wa kwanza 5 fungu la 8 hadi la 10, nyakati za mwisho ambazo tunazungumza leo, Ibilisi anafanya kazi kubwa sana ya kubomoa, mwenye ghadhabu nyingi. Sasa kuishi kama mfano katika maeneo yetu ya kazi, katika maeneo yetu ya biashara na mengine tunayofanya kama wanataaluma na wajasiriamali, tunaposimama corruption, kazi zetu zinaasi tabia ya Mungu. Elda Bigambo, nirudi kwako tena. Ndio. Unakutana na mwanataaluma na mjasiriamali msabato. Katika nyakati za mwisho hizi tunazozizungumza, tumelimit maongezi yetu tusiende nje ya kila ambacho tusema juu ya siku za mwisho. Je, anakuwa wa mfano, watu wanaweza kumkimbilia anapokuwa daktari, anapokuwa anafanya katika sehemu ambayo watu wanapata huduma ambazo zinashawishi corruption. Je, unalizungumziaje hilo kwa dakika moja tu, maana muda wetu pia umekwenda. Afu Elda Lupiri utachip in, nikupe nafasi pia. Umenikumbusha kitu cha msingi sana. Kuna mwadventista msabato mmoja, nadhani sasa hivi ni naibu katibu mkuu mahali fulani katika moja ya wizara za serikali. Aliwahi kuwa meneja wa TRA kule Kilimanjaro. Mtakuwa mlikumbuka hilo tukio. Wakamletea rushwa dola 5,000 nadhani, kama sio 5,000 kitu kama hicho, kama sio 5,000,000, lakini nadhani 5,000. Akazikataa na bado akasimamia msimamo ule ule. Kilichofuata alikuwa promoted kuwa naibu kamishna mkuu wa TRA kwa sababu ya uaminifu wake ule. Kwa hiyo wako watu ambao corruption kwao sio issue, hawataki. Lakini nirudie mzee Nikolao ambaye yuko Shinyanga pale. Hata ndugu zake walikuwa wanamsema huyu mzee anatufanya tunakuwa maskini, maana anawaambia wale wadogo zake, kwa nini mzee usifanye hivi na sisi tufanye? Anasema nikifanya hivyo ina maana nimezulumu haki ya mtu mwingine na Mungu hapendi. Nikupendelee wewe lakini niache yule ambaye ndio mwenye haki yake. Na walikuwa wanayasema kabisa kwamba yule mzee hapana. Lakini kijana mmoja pia ni hakimu, yuko mahali fulani, ni mwadventista msabato, huwa anakuja naambiwa, bwana yule kijana sikia ni mwanao, mbona haingiriki? Kwa hiyo wako watu ambao kwa hakika wameshajiweka wazi kwa Mungu na hawaogopi, ni heri wameridhika na walicho nacho na Mungu anazidi kuwabariki. Rushwa inapofusha, na lakini rushwa ni machukizo mbele ya Mungu. Asante sana Elda Lupiri, kuna dakika moja. Nilitaka kuongezea tu hapo kitu kimoja, kwamba katika kuonekana kwetu ile tutakuwa exposed. Ametoa mifano mizuri ndugu yangu Bigambo kwa hapo. Sasa kwa sababu tunakuwa exposed, lazima maadili yetu yawe impeccable, yani mtu yeyote asiweze kutushtaki katika jambo lolote la hapo.
Sasa mimi nadhani tumezungumza sana kuhusu wanataaluma na wajasiriamali generally, yani kwa jumla. Sasa nilikuwa nataka kurudi katika Yesu wakati alipokuwa aga katika katika sala yake ya mwisho ile Yohana 17 na fungu la 21, aliomba kwa Mungu sana, akasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Kwa sababu tupo katika kufanya kazi ya Bwana, tunatakiwa tuwe na umoja, na katika umoja huo sasa ndipo hapo inakuja ATAPE. ATAPE tupo kwa ajili ya kushirikiana kuifanya kazi ya Mungu, ile kazi aliyotuachia kwa umoja. Kila mmoja wetu angeweza akafanya kazi peke yake, lakini matokeo yake yanaweza yasionekane. Ndipo hapo inapokuja sasa swala la umoja katika ATAPE tulivyokuja. Tunashirikiana zaidi katika muktadha ule wa Mathayo 24:14, tena habari njema ya ulimwengu itahubiriwa katika siku za mwisho. Hilo limekuwa ni jukumu kubwa sana la chama cha ATAPE. Na hivyo wanataaluma na wajasiriamali, haijalishi fani zetu ni zipi, tunaweka kile Mungu alichotupatia kwa umoja wetu, tunapata nguvu ya kuweza kuifanya kazi yake. Katika kanuni ya kanisa ukurasa ule wa 67 na sehemu ya kwanza inasema kazi ya Mungu duniani kamwe haiwezi kumalizika mpaka waume na wanawake, au tuseme wajasiriamali na wanataaluma walio washiriki wa kanisa letu watakapopata moyo tena kwa ajili ya kazi, kushirikiana kwa umoja katika jitihada zao na wachungaji na viongozi wengine wa kanisa. Hapo ndipo tunapoweza kuelekea kuikamilisha kazi hiyo kama aliyotupatia. Labda niishie hapo, takuwa na mengine ya kuongea. Asante sana. Kwa hiyo nafikiri umeeleza wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho kujikita, kuweka nguvu katika jukumu la utume ambalo of course ndio jukumu namba moja la ATAPE pia. Na tulipokuwa tukiweka utambulisho wa siku za mwisho tunazungumzia na ulieleza kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa. Sasa katika siku za mwisho tunataraji kwamba wanataaluma na wajasiriamali, tuliseme tusitumie ATAPE, wanataaluma na wajasiriamali watakuwa mstari wa mbele katika kazi za utume wanapokuwa katika kanisa la Mungu. Kwa hiyo hatutarajii katika muktadha wa wasilisho la leo wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho, hatutarajii wanapokuwepo watajificha kazi ya Mungu ya utume inapotangazwa. Watakuwa mstari wa mbele. Very unfortunate. Sisi ECT tumekuwa na program za Share Him. Je, wanataaluma, nikimuuliza mwenyekiti, wanataaluma na wajasiriamali wanapatikana? Wanakuwa mstari wa mbele. Wakati mwingine ninaona message za mwenyekiti, budget ya milioni 15 inatupa shida. Hivi kweli kama tukiamua kweli wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho tukasema hili ndilo jukumu letu, sidhani kama ile budget itatushinda. Sasa wakati tunaelekea mwishoni, tuna dakika 10 kwa muda tuliokuwa tumepewa. Naamini kwamba wako watu ambao wananyongeza na maswali kidogo wakijikita, lakini katika kile tulichokieleza wanataaluma na wajasiriamali watu gani, lakini siku za mwisho pia ni zipi, na tumeeleza kwa ufupi kwamba wanataaluma wazee wangu wameeleza, lakini neno siku za mwisho pia limeelezwa, nini wafanye kutumia fursa zinazopatikana, lakini pia tukasema kwamba kila wanalolifanya liweze kuaksi nuru tulionayo, na
wawasilishaji wamesema tuishi kwa mifano. Elder Bigambo akatoa mifano mingi ya kwake yeye na wengine alioweza kuwawasilisha. Lakini hapa mwishoni Elder Rupila anasema wanataaluma na wajasiriamali siku za mwisho, kazi ya utume ni namba moja kwetu, na hilo of course ndilo jukumu la ATAPE, la wana ATAPE. Na wakaribisha wale ambao wananyongeza katika maeneo haya kuweza kusema kitu juu ya wasilisho la leo. Karibuni sana. Asante sana mzee Mgendi. Mzee, nasikika hapo? Unasikika vizuri mwenyekiti? Asante kwa mada nzuri. Nichangie kidogo, labda na wengine watakuja. Nitachangia kuhusiana na swala la wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho kujinyima na kujikana hata pale ambapo katika maisha haya hawaoni kwamba wananufaika kwa chochote. Tanukuu kidogo Manabii na Wafalme, Manabii na Wafalme ukurasa wa 48, anasema si kwa sababu ya mishahara tunayopokea ndio tunapaswa kufanya kazi. Nia inayotusukuma kumfanyia Mungu kazi haipaswi kuwa na kitu chochote ndani yake kinachofanana na kujitumikia. Moyo usio na ubinafsi na roho ya kujitoa imekuwa daima na daima itakuwa ndio hitaji la kwanza la huduma inayokubalika. Kwa hapa kuna huduma inayokubalika mbele za Mungu, lakini anasema Bwana wetu na mwalimu wetu anakusudia kwamba hakuna uzi hata mmoja wa ubinafsi utafumwa katika kazi yake. Katika juhudi zetu tunapaswa kuleta busara na ustadi, usahihi na hekima ambavyo Mungu wa ukamilifu alivitaka kutoka kwa wajenzi wa hema ya kukutania ya duniani. Lakini bado katika kazi zetu zote tunapaswa kukumbuka kuwa vipaji vikubwa kabisa au huduma bora zinakubalika pale tu nafsi inapowekwa juu ya madhabahu kuwa dhabihu hai ya kuteketezwa. Unaposoma hii nukuu, unaona vitu vingi ambavyo vinawagusa wanataaluma na wajasiriamali. Unapoanza kutaja mambo ya ustadi, busara, usahihi, hekima, mafundi, wajenzi wa Yerusalemu, unagusa wanataaluma na wajasiriamali. Na sisi tunaojadili ilisoma Timotheo kwanza 3 ile ambayo inaonyesha siku za mwisho zitakuwaje, watu watakuwa wa aina gani. Mimi nachangia kuhusu wanataaluma na wajasiriamali ambao watakubali kwamba busara na kila kipaji walichopewa kiwekwe madhabahuni bila kutarajia manufaa wala mshahara katika maisha haya, kama vile ambavyo Bwana aliwatarajia wajenzi wa kuta wa hema ya kukutania. Ndivyo Bwana anatuangalia kwa namna hiyo. Kwa hiyo tukumbuke hilo na kujua kwamba tu wa deni sio tu kwa kanisa na jamii, lakini Mungu pamoja nasi anachungulia mwenendo na jinsi tunavyotumia vile ambavyo tulipewa kama zawadi. Si kwamba tulistahili na tulikuwa bora kuliko wengine. Sisi ni kundi ambalo tunaitwa wanataaluma na wajasiriamali, lakini unaweza ukashuhudia hata kwenye jamii zetu wapo wale ambao tumekuwa tukiwatuma watusaidie baadhi ya kazi. Kwa unajikuta tayari kuna madaraja fulani ambayo wewe unaweza ukawa na ushawishi, lakini na uwezo wa kumtuma mwingine akusaidie kitu hadi unatengeneza ajira. Tayari huko hatua ambayo unaweza ukawa baraka kwa jamii, kwa kanisa. Kwa hiyo kama ilivyoelezwa na wazee, tunatarajiwa zaidi ya wengine tu wa deni, na si kwa sababu tunaona mishahara, tunalipwa tunakolipwa, tunapojiajiri, tunapoajiriwa, lakini tunatarajiwa zaidi hapo. Asante sana. Asante sana mwenyekiti. Naomba atakayechangia mwingine. Kuna changamoto mwenyekiti ameeleza mojawapo hapa. Nilikuwa na wateta na wenzangu kabla ya kuanza kwa kipindi hiki, niliwasiliana nao muda mfupi kabla ya kuanza.
kuna changamoto ya kuficha utambulisho. Ni mwanataaluma, ni mjasiriamali katika viwango vya juu, Mwadventista wa Sabato, lakini anaficha utambulisho wake. Lakini pia pamoja na kuficha utambulisho wako, wanataaluma na wajasiriamali ambao hawako tayari kuruhusu kile ambacho Mungu amewapatia kuweza kufanya kazi. Tuwasaidieje hao? Atakayefuata, naomba katika nyongeza yake ajaribu kugusia pia hilo, namna ya kuwasaidia, kwa sababu ndizo changamoto tunazokutana nazo katika nyakati hizi za mwisho. Karibuni. Prof. Caroline, ningefurahi sana kama ungeongea neno kidogo. Dadangu amemute, nafikiri hayupo. Eda Lupili, Na hebu zungumza kidogo juu ya changamoto hizi tunazokutana nazo za wanataaluma na jasiriamali siku za mwisho kuficha utambulisho wao. Tufanye nini kuficha utambulisho na kutoruhusu kile ambacho Mungu amewapatia kufanya kazi? Sasa tufanye nini? Sisi kama viongozi ni wanataaluma pia, hatuna uongozi. Tufanye nini? Tuache tu? kwanza, najua wengi ile kuficha wakati mwingine vipindi kama hivi ni unfortunate kwamba leo tegemea kwamba tungelikuwa watu wengi ili tuweze kujadili kwa upana zaidi ili watu wajitambue. Kama sasa nitazungumza kama ATAPE ambacho kimekuwa kinafanyika. Kumekuwa na hizi ATAPE big days, kwenda makanisani kusensitize watu waweze kuelewa kwamba Mungu anawategemea zaidi, kwamba waende zaidi. Ni kweli kama mshiriki wa kanisa kuna wajibu wako kwa kanisa lako mahalia, lakini kwa sababu ni mwanataaluma wewe unakuwa na wajibu mtambuka zaidi hata nje ya kanisa lako, ili kwamba uweze kutumika huko. Ule ujuzi ulio nao, kuna sehemu ambapo hakuna, kuna kitu cha ziada Mungu alichokupatia kwingine hakuna. Tazungumzia kwa mfano sasa hivi sehemu kubwa Injili tunaweza tukaipeleka kwa njia ya huduma za jamii. Kuna ujenzi wa mahospitali pamoja na shule. Niwashukuru sana wale ambao wamejikita katika kuanzisha shule. Zimekuwa ni msaada mkubwa sana kwa ajili ya kupeleka Injili na kuongoa roho za watoto katika mapema. Na niwaombee tu kwamba wazidi kuboresha huduma yao, utambulisho wao, kujitambulisha zaidi kama kwamba huduma hii inatolewa katika misingi ya imani ya Waadventista wa Sabato. Tusilionee haya hilo, tuliweke tuliweke mbele. Na wengi wanapendelea kuwapeleka watoto wao katika shule kama hizo kwa sababu wanajua kwamba wataelewa katika maadili mema. Tuende hatua nyingine tena ya ufunguzi wa mahospitali. Wanataaluma walio katika fani ya tiba wakishirikiana na wengine ambao wana uwezo wa kifedha kuweza kuanzisha hiyo inaweza kuwa ni miradi binafsi. Huo ni mtambuka mwingine. Alafu kuna kwingine ambapo unajikuta kwamba huwezi kufanya wewe mwenyewe peke yako, pengine kama ni ujenzi wa kanisa, lakini tukishirikiana ndani ya ATAPE katika uinjilisti tunaofanya wa ujenzi wa makanisa. Kwa mfano sasa hivi kuna ujenzi wa kanisa tunategemea katika mkoa wa Pwani kule Buyuni, kwamba nikitoa, siwezi nikajenga peke yangu, lakini nikitoa kitu kwamba takwenda mbele, kitasaidia katika umoja wetu ule, tunakuwa na nguvu zaidi ya kuweza kutenda. Labda mimi nizungumzie tu katika maeneo hayo ya kutokuficha. Asante sana. Elda Bigambo, tunaelekea mwisho. Una jambo la kuongeza kidogo juu ya changamoto hizi na kitu gani tufanye? Elda Bigambo.
Nafikia hata alipokuwa anaongea nilikuwa naona kuna Mnanipata? Tunakupata sasa. Endelee. Yani nataka nijiconfine kidogo kwa wanaatape kwamba pengine wakati umefika tutoke tutoke kwenye kujificha. Ukienda kwenye magrupu ya atape utakuta kuna watu wengi sana, lakini inapokuja kwenye utendaji unakuta wanakuwa wanashy away. Lakini kama tulivyosoma katika kile kitabu cha Luka kwamba aliye na vingi atadaiwa vingi, tusije tukajidanganya mwishoni tukajikuta tunajuta. Kwa hiyo sisi kama wanaatape ni lazima tushaini na watu wote watuone. Popote tulipo tuwe tayari kujitokeza, na ili Atape Big Days ziwe ni sehemu ya kuwasaidia wenzetu ambao wamenyamaza kujitokeza hadharani, na nashukuru Mungu kwamba kuna watu wanaanza kujitokeza sasa hivi mpaka unaona kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele. Amen. Ninafahamu kuna watu walikatishwa tamaa na miradi ile ambayo tulianzisha mwanzoni kwamba haikuenda vizuri, lakini pengine ilianza bila mipango mizuri, lakini kwa hiyo tukizungumza leo kwamba lazima kuwe na mipango inayoeleweka, mambo yatakwenda vizuri. Asante mwenyekiti. Amen. Na baada ya maneno hayo ya Elder Rupili, nirudi kwako. Una jambo la kuhitimisha kabla sijahitimisha wasilisho letu leo? Kabla sijahitimisha conclusion yetu, una jambo la kuongea Elder Rupili? Nisije nikakuacha. Mimi ni washukuruni wote tu na tupende kutiana moyo katika kule kufanya kazi ya Mungu. Kikubwa Mungu ametupa muda wa maisha. Mimi nikijichukulia mfano mimi mwenyewe hapa, nina afya nzuri katika umri wangu huu wa miaka 77 ambao namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, na hakika kwamba Mungu ameniweka hai mpaka kufikia wakati huu nikiwa na nguvu na uwezo wa kujitegemea, sio wa kujitegemea, namtegemea yeye Mungu, lakini sijawa tegemezi kwa wanangu, kwamba bado naweza, Mungu ananibariki kuwa na kipato, na makusudi yake ni kwamba nifanye kazi yake. Hilo liwe kwamba ni kwetu sisi wote, muda aliotupatia Mungu tuonekane, asije akasema Yesu tumpe mwaka mmoja huu, kama hajaweza kufanya nani chochote basi akatwe. Lakini kama tutaonekana tuna faida, Mungu bado ataendelea kututumia na atatuendeleza kutupa afya njema pamoja na rasilimali kipato, ili kwamba tuvitumie kwa kazi yake. Mimi naweza kusema hivyo. Asante sana. Kabla ya kurudisha kwa mwenyekiti wetu, niseme neno moja. Nafikiri wasilisho letu tumelileta kwa ufupi. Yako mambo mengi sana ambayo tungeweza kuyaongea. Ziko shuhuda nyingi sana ambazo tungeweza kuziwasilisha, kuwagusa watu kwa utatu wetu tulivyokuwa, kuwagusa watu kwa namna ambavyo wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho wanavyoweza kuishi kwa kubarikiwa, wakawabariki wengine, wanavyoweza kuishi kwa kujitambulisha, wakawavuta watu wakiwa kama nuru. Lakini jambo moja tu ambalo naomba nihitimisha kwa kusema kwamba wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho, Mungu ameweka kwetu sisi wanataaluma na wajasiriamali wa siku za mwisho hazina ya vitu vingi sana, kwa namna ya rasilimali za mali, muda na talanta na vitu vingi. Na hivyo tunapaswa kujitambua kwa nafasi zetu ili kulisaidia kanisa kusogeza mbele kazi ya Bwana aliyotukabidhi. Yesu ajapo sisi tutadaiwa vingi kutokana na vile tulivyokabidhiwa. Wito wetu wa wawasilishaji wa mada ya leo, wito wetu mkuu unabaki kuwa ule aliotoa Yesu wa kufanya kazi pasipo kuchoka, na nirejee katika Yohana 9:4. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Kwa hiyo tusijifiche, tujitambulishe, tutoke kila linalowezekana katika makanisa yetu mahalia, tushirikiane na washiriki wenzetu kufanya kazi, na kama kuna resources ambazo tunaweza kuzitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana basi tuzitoe. Lakini pia tufanye kazi hizi si kwa kubanwa sana, lakini tufanye kazi hizi kwa furaha, kwa sababu tunamtambua Mungu wetu aliyetuwezesha
kuwa wanataaluma na wajasiriamali katika siku hizi za mwisho. Asanteni sana, Mungu awabariki wale mlioweza kuhudhuria siku ya leo kwa nafasi zenu. Mungu awabariki sana. Asante mwenyekiti, tunarudisha nafasi hii tena kwako. Amina, Asa- amina. Amina. Asante sana mzee Mgendi na hitimisho Amina. hilo mzee. Bwana wabariki sana. Nimefuatilia kwa karibu jinsi mjadala ulivyoenda na hata kipengele cha kujificha, na mimi napoenda kuwashukuru nikakumbuka pia sura ya 13 ya mwongozo wa kanisa toleo la 2022 inayozungumzia viwango vya maisha ya Kikristo ambavyo pia kwa vyote vile, kwa sababu sisi tuko ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, vinatugusa kama wanataaluma na wajasiriamali. Kuhusiana na hoja ya kujificha, anasema hakuna sehemu ya mwenendo wetu inayopita bila kuangaliwa. Hatuwezi kuzificha njia zetu aliye juu asizione. Kila tendo, kila neno, kila wazo liko bayana, kana kwamba kuna mtu mmoja tu katika ulimwengu wote na macho ya Mungu yameelekezwa kwake. Na kuhusiana na aina ya mtindo wa maisha ambao tunapaswa kuishi kama wanataaluma na wajasiriamali ambao ni Wakristo, hitimisho la sura hiyo inazungumzia vitu viwili vikuu, kwamba kila hatua tunayopiga kama watu ambao ni sehemu ya kanisa la Mungu la siku za mwisho, tunatangaza marejeo au hukumu ya ulimwengu ambayo ipo, kwamba tukisimama katikati ya hatari za siku za mwisho, tukibeba jukumu la kupeleka kwa haraka ahadi ya wokovu kwa ulimwengu, na tukikabiliwa na hukumu ambayo itaishia kusimamishwa kwa haki ulimwenguni, inatupasa kujitoa mwili, nafsi na roho kwa Mungu, tukiazimu kudumisha viwango vya juu vya maisha ambavyo lazima vionekane kwa wale wanaongoja kurudi kwa Bwana wao. Kwa hiyo hili ni kanisa la watu ambao wanatazamia mbingu mpya na nchi mpya. Sisi kama wanataaluma na wajasiriamali tunaonekana, na kila hatua tunayopiga tunatangaza marejeo, na inapobidi tunaonya kwa kutangaza kwamba kuna hukumu ya ulimwengu, lakini huku tukitazamia ile ahadi kwamba nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa na mimi kabla ya shukrani, ambacho naweza kusema ni kwamba hii mada ambayo inajikita kwenye fani, taaluma na ujasiriamali, iko wazi kwamba fani zitapita, vinavyoonekana vitapita, maduka yatapita, umaarufu utapita, na miili nayo inachoka. Na wimbo unasema hatutozeeka, huko hatutozeeka, lakini uhalisia hapa tunazeeka. Lakini habari njema ni kwamba Isaya 48 inasema majani yakauka, ua lanyauka, bali neno la Mungu wetu litadumu hata milele. Asanteni sana, tutane wakati mwingine. Asante Aida Bigambo, Aida Mgendi, Aida Upili na wote ambao wametufuatilia katika siku ya leo. Amani ya Bwana iwe kwetu tunapoendelea kuishi kama wanataaluma na wajasiriamali ndani ya kanisa la Mungu. Amen. Wenye matumaini kwamba baada ya heka, baada ya kazi, mabonde na milima ya maisha haya, mfalme wetu atakuja. Amen. Sasa Amen. niombe Amen. nitoe upendeleo kwa mwenyekiti mpya wa kanda ya Pwani, kama atakuwa ananisikia. Ndugu Festo, unanisikia tokea Kibaha? Basi nadhani yuko mbali. Bado maiki yake amemute. Kama kuna mtu yuko sehemu ambayo mazingira yanamruhusu kupiga magoti, kama uko sehemu ambayo mazingira yanakuruhusu kupiga magoti, naomba uweze kupiga magoti, tuombe. Mwenyekiti, kabla hatujaomba, Dodoma uizungumzie kidogo. Asante sana mzee. Imani tarehe 16 mwezi wa 4 tutakuwa na retreat ya Tape Taifa Dodoma. Nashukuru sana mzee Mgendi kwa kukumbusha. Tafadhali sana
Kwa wale ambao ni wanachama wa ACT, ninawaomba tuweze kuwa mstari wa mbele kutoa viingilio, lakini na wale wengine ambao sio wa ACT ambao wamehudhuria leo, muda umekaribia sana, tarehe 16 hadi 20. Na niseme tu kwamba deadline iliyowekwa ni tarehe 31 mwezi wa 3. Na kuna changamoto ambao wengine itawakuta na hawatopenda, kwamba wale ambao hawatoweza kulipia kwa wakati, hata kama kutakuwa na nyongeza ya muda, huenda wasipate huduma ya notebook na vitu mbalimbali ambavyo na vitambulisho, kwa sababu kamati huwa inateseka kuandaa vitu dakika ya mwisho kwa sababu ya watu ambao wanachelewa kutoa viingilio. Kwa hiyo tunaomba sana mlipie viingilio mapema. Tunawakaribisha wote ambao wamehudhuria hapa, hata kama sio mwana ATAPE, huwa hatuzuii watu kuhudhuria mkutano wa ATAPE. Huu ni mkutano ambao utajumuisha majimbo 11 ya Tanzania. Kwa hiyo karibuni sana, na kabla ya hiyo tarehe 16 kutakuwa na siku 2 zitatangulia za kambi la uwekezaji. Kwa wale ambao watahitaji meza ya kuonesha biashara zao, hiyo huduma pia itapatikana na pengine mtapata matangazo zaidi. Naomba niwakumbushe pia kuna kipindi cha saa heri ya maombi cha ATAPE Tanzania kila siku ya Alhamisi saa 3 mpaka saa 4 usiku. Kama umehudhuria leo, tafadhali hutojuta kuwa sehemu ya maombi. Lakini habari njema ni kwamba wiki hii ATAPE ACT tuko zamu kuwa wenyeji wa kipindi cha saa heri ya maombi, na tumebahatika kumpata mtumishi wa Mungu Mchungaji Christopher Ungani ambaye ni mkurugenzi wa vyombo vya habari katika division ya Mashariki na East and Central African Division. Ndiye atasimama kwa niaba ya ATAPE ACT kuleta wasilisho wa ATAPE Tanzania. Baada ya kusema hayo, mambo ni mengi na tuzidi kuombeana, maana tayari tuna vijiji milima ya Uruguru, Msongozi na Maharaka. Wainjilisti wapo wanaendelea na kazi, lakini mwezi huu tunaenda kuanza awamu ya kwanza ya ujenzi wa kanisa katika kijiji cha Buyuni, maeneo ya Pwani. Hayo na mengine mengi, ikiwa ni pamoja na kuwa mstari wa mbele kufikia lengo letu la net event ambayo itafanyika tarehe 10 hadi 31 mwezi wa 5. Ninaomba na kusisitiza kwamba unapoombea mambo yako na familia yako, iombee ATAPE na liombee kanisa la Mungu. Baada ya kusema hayo, Bwana azidi kutubariki pendo lake tunapoendelea kuongea. Mwenyekiti, naona Festo yuko nani kama online. Festo yuko online. Festo Rutasha kama nasikia. Halo, nasikia. Amina. Basi Festo Rutasha, mwenyekiti mpya lakini mwenyekiti wa kwanza wa kanda ya Pwani, naomba utubariki na kuombea ATAPE na kanisa na wote waliohudhuria na mada ya leo. Mungu atubariki na kutufanya tuelewe zaidi. Asante, nashukuru. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayeketi mahali pa juu mbinguni, tunashukuru sana kwa wakati mzuri ambao umeweza kutupatia. Tumeweza kujifunza yale yaliyo mapenzi yako na namna ambavyo tunaweza kukawa wana ATAPE kuwakilisha wewe katika nyanja zote. Jina lako litukuzwe. Wakati huu Mungu wa mbinguni, tunaleta shukrani kwako kwa somo ambalo tumeweza kuwasilishiwa na wazee wetu, walezi wetu. Tuna mambo mengi sana na mazuri ya kujifunza kutoka kwa wazee hapa, lakini zaidi tukijifunza kutoka kwako. Bariki Mungu wa mbinguni mipango yote ya ATAPE katika maeneo yote. Bariki kila mwanachama aliyejitoa kwa ajili ya kutumikia. Amtii na kupatia rehema zako na upendo wako, ili Mungu wa mbinguni kwa umoja wetu chama cha ATAPE kikasonge mbele. Bariki pia viongozi wote ambao wanaifanya kazi yako, kazi zote wakaifanye kwa weledi wakielekezwa na wewe Mungu. Hata sisi tuliopokea majukumu makubwa haya ambayo tupatia, Mungu wa mbinguni, kafungue akili zetu na busara yako ikaongoze maisha yetu katika kukutumikia. Mungu, nikabidhi mikononi mwako hata program zilizoko mbele yetu za ATAPE, ikiwepo
mikutano mbalimbali, hata ule unaofanyika kule Dodoma. Mungu wa mbinguni katuandae ili pia tuweze kuwa na hamu ya kuhudhuria na kujifunza kutoka kwa mbinguni. Bariki pia na maandalizi ambayo yanaendelea ya mkutano utakaofanyika katika kanisa la Magomeni. Mungu wa mbinguni tuongoze na uandae wahudumu na kila mmoja atakayehusika, tukapate kuendelea kujifunza kufahamu wewe kupitia mkutano hii. Tunaomba tukishukuru na kuamini kwamba utakuwa kiongozi wetu na mlinzi wetu na tutatupatia mahitaji yetu za mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amina. Amen.